Katika tukio la kushangaza lililotokea Mei 4 mwaka 2025, Rais wa Kenya Dr. William Ruto ameponea chupuchupu kupigwa na kiatu kilichorushwa kutoka kwa umati wa watu wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika eneo la Kehancha, kaunti ya Migori. Tukio hilo limetokea wakati Rais Ruto alipokuwa akihutubia wananchi akizungumzia maendeleo ya miundombinu, elimu na kilimo katika eneo la Kuria Magharibi. Umati uliokuwa mkubwa huku watu wakimiminika kutoka sehemu mbalimbali za kaunti hiyo. Wakati hotuba ikiendelea kwa utulivu, ghafla kiatu kilirushwa kutoka upande wa kushoto mwa jukwaa kwa haraka ya ajabu. Rais Ruto alifanikiwa kukizuia kwa mkono wake wa kulia kabla hakijampiga usoni. Tukio hilo lilizua taharuki kubwa miongoni mwa walinzi na wananchi waliokuwepo. Maafisa wa usalama walilazimika kuingilia kati mara moja, wakilizunguka jukwaa kwa ulinzi mkali. Viongozi wa kisiasa waliokuwepo, akiwemo waziri wa usalama wa ndani na mbunge wa eneo hilo, walionekana wakijaribu kumtuliza Rais Ruto, huku wananchi wakionekana kuchanganyikiwa. Kwa muda mfupi, mkutano ulisimamishwa. Polisi waliwakamata watu watatu waliotuhumiwa kuhusika na tukio hilo. Uchunguzi wa awali unaashiria kuwa huenda tukio hilo lilikuwa limepangwa mapema na linaweza kuwa na mizizi ya kisiasa. Taarifa za awali kutoka kwa mashuhuda zinasema kuwa mtu mmoja alionekana akizungumza kwa simu kwa muda mrefu kabla ya tukio hilo, kisha akatoa kiatu chake na kukirusha kwa kasi kuelekea jukwaani. Hii ilisababisha wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa viongozi wa taifa. Hii si mara ya kwanza kwa tukio la aina hii kutokea duniani. Tukio maarufu zaidi ni lile la mwaka 2008 ambapo rais wa Marekani wa wakati huo, George Bush, alirushiwa kiatu nchini Iraki katika ishara ya upinzani wa kisiasa. Wakenya mitandaoni waligawanyika kuhusu tukio hilo, baadhi wakilaani vikali wakisema kuwa ni ishara ya ukosefu wa heshima kwa taasisi ya urais. Wengine walitumia tukio hilo kama fursa ya kufikisha ujumbe wa kutoridhishwa kwao na hali ya uchumi na uongozi. Rais Ruto, hata hivyo, alionyesha utulivu mkubwa. Baada ya sekunde chache za sintofahamu, aliendelea na hotuba yake bila kuyumbishwa. Alielezea kuwa licha ya vitisho, ataendelea kutembelea kila kona ya nchi kusikiliza wananchi wake. Katika hotuba yake ya kuendelea, Rais Ruto alisisitiza umuhimu wa amani na uvumilivu wa kisiasa. Alisema kuwa nchi haiwezi kuendelea ikiwa watu watachukua sheria mikononi mwao kwa njia za aibu kama hiyo. Maafisa wa polisi waliwahakikishia Wakenya kuwa uchunguzi wa kina unaendelea. Kamanda wa polisi kaunti ya Migori alieleza kuwa washukiwa hao wanazuiliwa kwa mahojiano na watafikishwa mahakamani mara tu uchunguzi utakapokamilika. Wanaharakati wa haki za kibinadamu pia walitoa taarifa wakikemea kitendo hicho, lakini pia wakasisitiza haja ya serikali kusikiliza kilio cha wananchi ili kuzuia matukio ya aina hiyo yasijirudie. Wachambuzi wa siasa wao wameeleza kuwa tukio hilo linaweza kuashiria migawanyiko ya kisiasa inayoongezeka katika maeneo yanayohisi yamesahaulika au kupuuzwa na serikali ya kitaifa. Kulingana na ripoti ya ujasusi ya awali, huenda washambuliaji walihusiana na vikundi vya upinzani vinavyopinga sera za serikali, hasa katika maeneo ya mpakani ambapo miradi mingi ya maendeleo haijatekelezwa. Ikulu ya Nairobi haijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo kufikia sasa. Hata hivyo, mawasiliano ya ndani yanaonyesha kuwa swala hilo linashughulikiwa kwa umakini mkubwa na mamlaka husika. Wakati huo, wachambuzi wa masuala ya usalama wameitaka serikali kuongeza ulinzi kwa viongozi wakuu wa nchi, hasa wanapozuru maeneo ya mashinani ambapo ushawishi wa kisiasa
unaweza kuchochea vurugu. Mkutano huo wa Ruto ulikamilika baada ya hali ya utulivu kurejea. Watu wengi waliondoka kwa wasiwasi mkubwa, huku baadhi wakionekana bado wakishangazwa na tukio hilo lisilo la kawaida. Hali ya usalama katika eneo la Kuria Magharibi iliimarishwa mara moja, huku doria za polisi zikiendelea kwa saa kadhaa baada ya mkutano. Jeshi la polisi limesema litafanya tathmini upya ya mikakati ya usalama wakati wa ziara za viongozi wa kitaifa. Katika mahojiano mafupi na vyombo vya habari, mmoja wa viongozi wa eneo hilo alisema, tukio hili linatudhalilisha kama taifa. Hatuwezi kuruhusu siasa za matusi na vurugu kuchukua nafasi ya mjadala wa hoja. Wakenya wengi wanasubiri kwa hamu hatua rasmi zitakazochukuliwa na serikali kuhusu washukiwa wa tukio hilo, huku wakitarajia pia kuona mabadiliko katika njia ya ushirikiano kati ya serikali na wananchi wake. Endelea kufuatilia BMTV Tanzania. Jina langu ni Castle Elias.